walipata wapi hilo jalada lingine wakaenda kubadilisha makosa, wakaenda kurekebisha makosa ambayo sisi tumeshayasema. Sasa kwa mwenendo huo tulipofika leo tukamwambia jaji, utaratibu wa kisheria haupo hivyo. Wenzetu walipata wapi mamlaka pamoja na hakimu mkazi wa mahakama ya Shinyanga kurekebisha hati ya mashtaka au hati za mashtaka za washtakiwa wote wakati jalada liko mahakama kuu kwa Jaji Massam? Itakumbuka watuhumiwa 17 walisomewa mashtaka mahakama hakimu mkazi Shinyanga hapa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu, mashtaka ya kuhusika na vitendo vya kigaidi. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, sisi kama mawakili tukaona kuna kasoro za kisheria kuhusu hayo mashtaka, kwa sababu mashtaka hayo yalikuwa sio ya ugaidi wala yalikuwa hayaonyeshi vitendo vyovyote vya kigaidi. Kwa hiyo waliposhtakiwa, na itakumbuka kwamba mashtaka hayo hana dhamana, watuhumiwa hao mpaka leo tunavyozungumza bado wako mahabusu na wanashikiliwa na jeshi la polisi wakiwa mahabusu. Sasa tulivyoona kuna kasoro hizo, na tunajua wana haki vile vile ya kuwa nje au kuwa huru, kwa sababu makosa wanayoshtakiwa nayo hayapo, yani hayafahamiki kwa mujibu wa sheria, tukachukua jukumu la kuomba marejeo mahakama kuu, kwa maana revision. Tukaomba marejeo mahakama kuu na watuhumiwa wote 17 au watamwombe wote 17 tukaunganisha. So jaji akatoa amri kwamba tusikilize kama mapingamizi, then tukishasikiliza mapingamizi, then kama kutakuwa kuna hoja za msingi au mapingamizi yametupiliwa mbali, tutaenda kwenye maombi ya msingi yenyewe ili kuweza kuionyesha mahakama ni namna gani mashtaka hayo ambayo yanashtakiwa watuhumiwa hayapo kwa mujibu wa sheria. Tuliposikilizwa, kesi ikapangwa leo kwa ajili ya kutoa uamuzi kwa maana mapingamizi yao ya awali. Sasa kabla ya leo kufika mahakamani hapa tarehe 21, tarehe 17 wenzetu upande wa jamhuri wakaenda mahakama ya hakimu mkazi Shinyanga tena wakaenda kurekebisha makosa ambayo sisi tumeyalalamikia kwenye maombi yetu ambayo yako kwa Jaji Massam. Yaani kesi iko mahakama kuu, wao wakaenda tena kule chini baada ya kuona kuna makosa wameyafanya, wakaenda kurekebisha. Na ikumbuke sio kurekebisha, sio kuyaondoa, kurekebisha. Sasa kiutaratibu kisheria, kunapokuwa kuna revision au marejeo mahakama kuu, jalada huwa linaenda wapi? Mahakama kuu. Kule chini kunakuwa hakuna chochote. Hakimu anatakiwa asubiri kitakachoendelea mahakama kuu. Sasa wakati jalada liko mahakama kuu, wenzetu wa jamhuri sijui walipata wapi hilo jalada lingine wakaenda kubadilisha makosa, wakaenda kurekebisha makosa ambayo sisi tumeshayasema. Sasa kwa mwenendo huo tulipofika leo tukamwambia jaji, utaratibu wa kisheria haupo hivyo. Wenzetu walipata wapi mamlaka pamoja na hakimu mkazi wa mahakama ya Shinyanga kurekebisha hati ya mashtaka au hati za mashtaka za washtakiwa wote wakati jalada liko mahakama kuu kwa Jaji Massam? Tukamwambia jaji kwamba kwa mazingira hayo inaonekana kwamba wenzetu wamefanya hivyo, moja, kwa nia ovu ya kuweza wanaita kupreempt uamuzi wa leo, na tukamwambia kitendo kilichofanya na mawakili wa serikali ni kiukwaji wa sheria au ni unajisi wa mahakama, kwa maana abuse of the court process, ni kuinajisi mahakama. Lakini tukamwambia vile vile, sasa kwa mazingira hayo tunaomba mambo matatu. Tukamwambia huyu mheshimiwa jaji kwamba tunaomba mahakama yako tukufu itumie kifungu cha 416 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kusitisha usikilizwaji au utoaji uamuzi wa leo, then aitishe jalada, ajiridhishe na kilichofanyika tarehe 17 kwa upande wa jamhuri kwenda mahakamani na kurekebisha makosa wakati jalada liko mahakama kuu. Lakini tatu, tukamwambia tupangiwe tarehe nyingine tuje sasa tukueleze ili mahakama iangalie kitendo kilichofanywa na DPP na ofisi yake ni sahihi au sio sahihi. Kwa bahati mbaya jaji akakataa. Na upande wa serikali wamekiri mahakamani ni kweli wamefanya mabadiliko. Wamekiri mahakamani kwamba ni kweli wamefanya nini? Mabadiliko. Na jalada ambalo limefanya mabadiliko sio lile ambalo liko kwa Jaji Massam. Wanasema kulikuwa kuna duplicate. Duplicate maana yake ni kwamba
jalada halisi liko huko Mahakama Kuu, wakatengeneza lingine. Wakatengeneza nini? Jalada lingine, kitu ambacho ni kinyume na sheria, kinyume na utaratibu. Kwa hiyo wamebadilishwa mashtaka ambayo kimsingi tumeyalalamikia Mahakama Kuu. Lakini hoja nyingine, wao walichoenda kukifanya, wamefanya mabadiliko. Maana yake mabadiliko kwenye jalada la msingi, yani kuna jalada la msingi lipo au jalada original lipo, wakaenda wakafanya mabadiliko kwenye jambo ambalo linalalamikiwa, jambo ambalo ni kinyume na utaratibu wa kisheria. Sasa leo tulivyoibua hizo hoja, jaji akasema tuendelee kusikiza nini na uamuzi. Tumesikiza uamuzi, walikuwa mapingamizi yote matatu, na jaji amesema mapingamizi upande wa jamhuri yana mashiko. Sasa maombi haya yametupiliwa mbali, lakini sio mwisho wa kuanza kudai haki. Sisi tutarudi tena mahakamani, tutaeleza mahakama kilichofanyika tarehe 17 wakati jalada liko huku juu kilikuwa ni kitendo cha kuinajisi mahakama na ni matumizi mabaya ya mamlaka ya prosecution. Kwa hiyo hayo ndio yamejiri leo. Naombeni tuendelee kuwatia faraja wenzetu au wenzenu walioko ndani wakati hatua za kisheria tukiendelea kuzichukua. Hayo ndio yamejiri leo mahakamani.